Dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa KMC Complex ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam kwa kikosi cha wananchi Young Sports Club wakiondoka na ushindi wa goli 2-0 na alama 3 muhimu mbele ya watoto kutoka kule Babati Manyara. Hawa ni Fountain Gate, na magoli yote ya Young Africans yamefungwa na mshambuliaji mchezaji wa zamani wa Azam FC Mzimbabwe Finest. Huyu ni Prince Dube kwa goli lake la mkwaju wa penalti mnamo dakika 29, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini dakika 45 za kipindi cha pili, yule tena MVP wa Ivory Coast, huyu ni Professor Killer, tunaweza tukamuita hivyo mashabiki wa Young Africans wakimuita huyu ni Pacome Zouzoua. Mnamo dakika 81 akaja kufunga kaunti ya mabao yote ambayo yamepatikana katika mchezo wa leo, magoli mawili. Na katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Young Africans anasogea hadi nafasi ya 3 akiwa na alama zake 13, akiwa tayari amekwisha kucheza michezo yake yote 5 katika ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Hivyo dakika 90 zimetamatika katika dimba la KMC Complex, Young Africans kuondoka na alama 3 muhimu, na katika mchezo huu leo waliupa jina ni mtoko wa DR, kwa maana golikipa wao Djigui Diarra licha pia kutokuanza katika kikosi cha leo cha kwanza, lakini ndivyo ambavyo Young Africans wameweza kufanikiwa kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara leo siku ya Alhamisi ya Disemba 4 mwaka 2025, na wameweza kuchukua alama 3 zote muhimu kutoka kwa Fountain Gate. Hii ni Niyako TV, usiache kusubscribe wa channel, lakini pia tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niyako TV. Mimi naitwa Official Mutra Msanoaji, Instagram napatikana kama Official Mutra Msanoaji. Hii ni Niyako TV, kama subscribe nao kwa habari nyingi zaidi za kimichezo kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania.